Karibu Tuzo Online. ASEC Mimosa, Julia. Also have the captain Aka AC from ASEC Mimosa. Coach, welcome to the press conference towards the match against Simba Sports Club for the CAF Champions League group stage. Also welcome Tanzania. Of course, this is not the first time to be in Tanzania, ASEC Mimosa. Second time. Yeah, okay. I remember. Yes, we need to know about the preparation so far toward the game tomorrow, tactical. How will you approach the game? Yeah. Okay, hello everyone. We will make conference in French for ASEC fans priority. Anasema kwamba atafanya hii press conference kwa Kifaransa kwa ajili ya faida ya washabiki wa ASEC pia waweze kufaidika, lakini anaweza kuongea Kiingereza. Okay. Et voilà, donc nous sommes très heureux. Kwanza kabisa anayo furaha kuweza kufika hapa na kuweza kushiriki katika mashindano haya ambayo kwao ni muhimu, na kwa mara kadhaa huko pengine hawakuweza kupata nafasi hiyo. Sasa kuingia hapa kwao ni muhimu sana, na wanaifurahia hiyo nafasi ili waweze kuprogress katika hatua nyingine katika mashindano haya. Na mengine ambao walishawahi kushiriki huko nyuma, lakini aliulizwa je, wanawezaje kutumia uzoefu wake katika mashindano ambayo yalikushapita na anaweza kuyapply vipi katika mashindano ambayo yanaendelea. Lakini wanachosema ni kwamba ni kweli wameshakuwa na uzoefu wa muda mrefu na wamejitayarisha vizuri kuweza kuja kukabiliana na timu kama ya Simba ambao wanakwenda kucheza nayo, ili waweze kuhakikisha kwamba wanatunza rekodi ambayo wamekuwa nayo nzuri katika mashindano makubwa ambayo wameshawahi kushiriki hata huko nyuma. Ingawa haya ni tofauti kidogo na haya ya nyuma huko, lakini watakuwa wanapata experience nyingine mpya. Déjà c'était pas la même compétition. Ensuite c'était une période de Covid, donc avec un environnement un petit peu allégé. Non, mais nous ce qui nous importe le plus c'est kufahamu ni kwamba timu hizi zimepitia kwenye changamoto nyingi, hasa ameelezea swala la COVID ili affect kwa kiasi fulani, kwa sababu kulikuwa hakuna maingiliano ya timu hapa na pale. Lakini hata hivyo, kwa mechi hii ambayo wamekuja kucheza hapa, wao wamejipanga kuweza kufanya vizuri na kuweza kuleta mchezo ambao wanakusudia waweze kupata mafanikio ya ushindi. Pas beaucoup. On a surtout regardé les matchs. En effet, un des derniers matchs confronter nos joueurs qui ont signé à Young African, à cette équipe de Simba. Donc on a suivi ce match avec une attention particulière parce qu'on savait qu'on allait les rencontrer. C'est plutôt eux qui hiyo kwa haikuwa muhimu sana kuweza kupata chochote kutoka labda kwa wachezaji ambao walitoka kwenye timu yao. Wao cha msingi wanasema wameangalia mechi za Simba ambazo wamecheza, wameangalia hata na michezo yao na dhidi ya wapinzani wao Yanga hapa Tanzania. Kwa hiyo cha msingi kwao wanasema ni kutunza kiwango chao cha mchezo na kuangalia kile ambacho wanaweza kufanya dhidi ya mpinzani wao, na sio kuanza kufuatilia taarifa kama hizo. Kwa hiyo cha msingi wao wamefuatilia mechi nyingi za Simba na watacheza kwa mujibu wa vile ambavyo wameona Simba watakuwa wanacheza. Oui, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les journalistes et les spectateurs, mais alors ce match, je pense pas qu'il aura énormément d'importance parce que depuis notre groupe, notre équipe a évolué, elle a grandi, elle a fait de très belles performances sur la scène africaine, peut-être en se servant de cette mauvaise. Wale ambao waandishi wengi wanakuwa interested nalo kutaka kuona matokeo ya mwanzo walivyocheza ilikuwa vipi na sasa hivi wakutana itakuwa vipi, lakini sasa kwa wao muhimu wanadili na mechi husika kwa wakati huo. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba wao wameboreka katika kipindi hiki toka walipocheza mara mwisho. Kwa hiyo wanachokiangalia sasa hivi ni kwamba yale matokeo muhimu ni ya sasa hivi na sio hayo ambayo ya kuyafikiria yale ambayo yamekushapita, kwa sababu haya yalishapita na sasa hivi wana concentrate kwenye hii mechi ya sasa hivi. Non, la différence on la découvrira peut-être lors de la rencontre. Comme je disais, c'était une période Covid avec un stade qui était à moitié ouvert seulement. Donc, mais pour le moment, on constate pas d'énormes différences. La seule que je vois, c'est notre vécu depuis qui nous a permis d'évoluer et l'évolution.
kulikuwa na changamoto kama hizo za COVID ambazo wamezungumzia, ni kwamba kulikuwa ushiriki wa watu ulikuwa una changamoto sana, sio kama sasa hivi watu wamekuwa uhuru zaidi, watu wameonekana kuwa na msimko zaidi wa kufuatilia habari za michezo na wamekuwa uhuru zaidi, na wamesema ni sehemu nzuri kuweza kufanya mashindano, wamepapenda. Lakini kubwa ni kwamba matokeo mtayaona hapo baada ya kukutana na Simba. Kwa hiyo ni mapema mno kusema chochote kwamba itakuwa vipi, kipi cha tofauti. Tofauti kubwa naiona ni hiyo, kwamba mambo yatakuwa sawa sawa. Cha msingi ni kwamba wamekuja kwa ajili ya ufunguzi wa hii michezo, watachosubiri ni kuweza kushiriki na kucheza, kwa sababu lakini hakuna kitu cha special ambacho labda wamekuja nacho. Voilà, il a eu de bons recrutements cette saison-là, avec plus d'expérience pour pouvoir entrer dans cette compétition avec confiance et puis avec beaucoup d'expérience. Ça nous sera bénéfique. Et puis, parlant des équipes comme le WAC, l'ARSEC bien sûr, c'est des équipes titrées, c'est des équipes qui ont du vécu sur le plan continental. Donc voilà, c'est une belle poule, c'est une bonne poule pour pouvoir vraiment exprimer ce qu'on vaut. Voilà, et comme le coach a l'habitude de le dire, seul le terrain dira vrai, voilà, pendant cette compétition. Swali kwa ni kuhusu experience ambayo wanayo katika kucheza kwenye mashindano hayo. Kipi labda pengine cha ziada kitapatikana katika wao kushiriki kwenye mashindano? Anasema ni kwamba ni kweli kuna experience kwa kucheza na kukutana na timu tofauti ambazo zina uwezo tofauti, kwa hiyo kwao ni nafasi ya kuweza kupata experience mpya. Na anasema kama uwanja ndio utakaozungumza baada ya mechi nini kinakwenda kutokea. Pas vraiment compris la question, mais nous on se focalise plus sur nous. Voilà, nous aussi on a gagné des matchs sans prétention aucune. On a gagné des matchs, on se concentre plus sur nous. C'est vrai que c'est une équipe qui a beaucoup d'atouts offensifs, mais après c'est un match de football, c'est de la Ligue des Champions, c'est des contextes différents. Donc on va se baser seulement sur cette compétition qui débute demain et puis l'aborder sereinement pour pouvoir bien entrer dans cette compétition. Hawahangaiki sana kuangalia matokeo haya sehemu nyingine. Wao cha msingi ni kwamba wako kwenye mashindano haya na cha msingi wana concentrate kuona kwamba watafanya nini katika hii mechi na wakabili, na sio kwanza kufikiria matokeo ya timu kwenye mechi nyingine ambazo zilipita. Cha msingi kwao ni haya matokeo yanahusiana na mechi ambayo wanaenda kucheza sasa hivi. Spécial, mais nous en tant qu'athlètes on attend le jour J pour pouvoir s'exprimer. On a hâte de découvrir encore cette Ligue des Champions tant attendue. Donc voilà, on se prépare pour et on attend le jour J. Psychologiquement. Non, c'est vrai qu'on est déjà venu affronter ce club, mais le contexte était complètement différent. Déjà, c'était pas la même compétition. Ensuite, c'était une période de Covid, donc avec un environnement